Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kaswida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ba'd. Ndugu yangu mtazamaji ambaye imekuwa ni ada yako kuendelea kunifuatilia kupitia chaneli yako pendwa, walillahi alhamdu, kupitia darsa zetu ambazo tumekuwa tukiudadavua miongoni mwa aina 410 za uchawi, ambapo kama tulivyokueleza uchawi umegawanyika katika aina 410 za uchawi. Na walillahi alhamdu, leo tutauzungumza uchawi hatari, uchawi ambao unaitwa as-sihrul jununi wal ikhtilalul uquli, uchawi wa kumtia mtu wenda wazimu, yani kumtia mtu kichaa. As-sihrul junun wa ikhtilalul uquli. Uchawi huu hufanywa kwa kutumia wanyama pamoja na ndege, hususani mbwa au njiwa. Washirikina huadhimia kwa nia yao kile walichokikusudia, kwa maana ya maradhi ya wenda wazimu ambayo ni kichaa, pamoja na maradhi yote ya akili yanayohusiana na hayo. Baada ya hapo hutengeneza bukhuri maalum kwa ajili ya kufusha adhma iliyokusudiwa. Baada ya hapo kufungwa njiwa au bundi au aina yoyote ya ndege anayeruka katika bawa la upande wa kushoto, kisha hurushwa yule ndege, huachiwa. Huu ni uchawi miongoni mwa aina 410 za uchawi ulimwenguni. Uchawi huu huanza kumuathiri mtu baada ya masaa 72 baada ya kuwa umekamilishwa uchawi huu. Ndugu yangu mtazamaji, uchawi huu unapofanywa huishi na kuathiri maeneo makubwa matatu katika mwili, ambayo kwanza ni katika ubongo, eneo la pili ni katika moyo. Hayo ni maeneo ambayo huwa yanaathirika zaidi. Eneo la pili huwa ni eneo ambalo ni katika moyo. Kama nilivyokuambia kwamba uchawi huu hufungwa mnyama mithili ya bundi au ndege wa aina yote ambaye anayeruka. Lakini pamoja na ini pia uchawi huu pia huwa unakwenda kuathiri, na hii ni kwa sababu uchawi wenyewe unapomuingia mtu huenda kutengeneza sumu maalum ya kichawi katika mfumo wa damu wa mwili wa mwanadamu, na hatimaye kumsababishia madhara makubwa mlengwa, na huenda hata wakati mwingine ukaweza kumsababishia kifo.
utajuaje kuwa mtu amerogwa uchawi wa sihrul jununi wa ikhtilalul uquli? Nomba nikuhudhurishie dalili baadhi za kumgundua mtu ambaye ameathirika na uchawi wa kumtia wenda wazimu. Dalili ziko nyingi, lakini leo tutagusa baadhi ya dalili takriban 7 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dalili zake, dalili ya kwanza ya kumgundua mtu ambaye amerogwa uchawi wa kumtia wenda wazimu, dalili ya kwanza ni uchovu wa mwili na mtu kupenda kulala hovyo, na wakati mwingine hupenda kujifungia ndani tu kukaa peke yake. Lakini pia dalili ya pili ni kupoteza kumbukumbu mara kwa mara. Dalili ya tatu ni baadhi ya viungo vya mwili kupatwa na ganzi, na wakati mwingine anakuwa mithili ya mtu ambaye anataka kupigwa na stroke. Lakini dalili ya nne, maumivu ya kichwa na mwili kuvimba. Dalili ya tano, mtu aliyeathirika na aina ya uchawi huu kwa muda mrefu huwa na dalili za mtu mwenye kifafa. Lakini dalili ya sita, homa za mara kwa mara na maumivu ya tumbo ya mara kwa mara. Dalili ya mwisho ambayo tutaizungumza katika siku ya leo ni mtu mwenye aina hii ya uchawi huwa ni mtu mwenye hasira na jazba sana. Kiguswa kidogo yeye tayari kaishakimbilia kuchukua silaha na kuanza kukimbiza watu na kadhalika. Dawa zake ni nini? Nitakuomba hudhurisha moyo wako, nifuatilie kwa umakini. Utafata utaratibu ufuatao baada ya ufunguzi wa dua kwa maana ya suratul Fatiha pamoja na istighfari na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Utasoma dua zifuatazo: harbul qatil utaisoma, lakini dua ya pili qasamu sayyidina maitatiruna, lakini dua ya tatu mithaqul azim. Kisha utasoma, kuna dua maalumu ambayo tumeiainisha katika darsa zetu zilizopita, miongoni mwa zile dua kwa ajili ya kubatilisha uchawi. Lakini kisha utasomea katika maji ya Zamzam ayatu ibtalu sihri mara 111. Kisha utakuwa unakunywa vijiko vitatu asubuhi na jioni kwa muda wa siku 21. Lakini pia kuna dawa nyingine ya kumtibia mtu ambaye ni mwenda wazimu, ambaye kachanganyikiwa kwa kutumia magome ya mkuyu, kwa kutumia pia karafuu maiti, lakini kwa kutumia pia haltiti. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mgonjwa wako ambaye kasibiwa na uchawi wa kumtia wenda wazimu, kwa hurma na utukufu wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kumuondoshea tatizo hilo alilokuwa nalo, maadamu tu liwe linatokana na athari ya miguso ya kichawi. Ndugu yangu mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia katika chaneli yako pendwa hii ya Tiba za Kisunna, ambayo inahusika na masala ya matibabu ya kisheria pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuombe uendelee kutufuatilia katika darsa zetu. Lakini pia kwa maoni na ushauri, ama unahitaji kwa ajili ya masala mazima ya matibabu, unaweza ukawasiliana nasi kupitia nambari zetu hizo za simu ambazo zinapita hapo chini. Wallahu waliyu tawfiq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.